Lengo la Mungu kutuita tuwe watakatifu ni kwamba alitaka tushiriki ile asili alionayo Mungu alitaka tuwe nayo. Ndio maana akasema iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Manake mtu yoyote anaishi maisha ya utakatifu, maana yake anashiriki ile asili ya Mungu moja kwa moja, kwa sababu asili ya kwanza ya Mungu kabla ya mambo yote ni utakatifu. Maana yake anapomuita mtu, anapomwokoa mtu, maana yake anamuita yule mtu abadilishwe aje kwenye asili alionayo. Kwa hiyo kwa kadri unavyozidi kuishi maisha ya utakatifu, maana yake ni kwamba ndivyo unavyoendelea kusogea kwenda kwenye asili ya Mungu. Maana yake ni kwamba ili mtu aweze kuyatawala mambo kwenye ulimwengu wa roho, aweze kushinda vita alivyonavyo kwenye ulimwengu wa roho, lazima ahakikisha na asili ya Mungu, kwa sababu mtu toka alipoumbwa aliumbwa na asili hiyo ya Mungu. Tukaangalia Mungu alimfinyanga mtu kwa udongo, lakini ili awe hai, ili mtu awe na uzima, ili mtu atokee kama tulivyo leo, ilibidi ampulizie ile punzi ya uhai ili mtu awe hai. Manake yoyote anaishi ndani yake kuna asili ya Mungu, kwa sababu ulitoka ndani ya Mungu. Kwa hiyo kuwepo kwangu, kuwepo kwako ni wazo la Mungu, si wazo la mtu. Japokuwa mwilini tulisema kuna kanuni ya mtu ili azaliwe, kuna kanuni, lazima watu wakutane. Watu wanapokutana, maana yake mwili lazima uzae mwili, na Mungu ameweka mfumo kwamba lazima ifanyike hivi na iwe hivi. Ambaye haikufanyika hivyo na akazaliwa mtu alikuwa ni Yesu. Watu wanasema alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na ndio maana mtu akipata mimba tunamuuliza baba wa mtoto ni nani, kwa sababu tunajua kuna nini, kuna kanuni. Sasa kiroho, ili wewe uzaliwe, kuna kanuni ya wewe kuzaliwa kiroho ambayo ni lazima uokoke. Unapookoka, maana yake unarudishiwa ile asili ya kwanza ambayo ilipotea kwa sababu ya Adam na Eva. Mungu anakurejeshea. Na ndio maana maisha ya uokovu yana aina ya amani ambayo huwezi ukaipata kule duniani. Ni amani inayopatikana ndani ya uokovu, kwa sababu tunaonja ile ladha waliokuwa nao wenzetu kabla ya dhambi. Na ndio maana Yesu anasema mimi ni mfalme wa nini? Wa amani. Manake mtu anapompokea Yesu, amempokea mfalme wa amani, manake maisha yake yatakuwa na amani. Amen. Kama kuna vitu ambavyo vilikuwa kwa namna moja au nyingine vinamfanya awe na maisha ya unyonge, kwa sababu amempokea Yesu. Yesu anachokifanya, lile burudiko walilokuwa nasikia kule Edeni, unaanza kulisikia ukiwa unaishi hapa duniani. Ndio maana akasema amani nitoayo mimi sio kama ulimwengu unavyotoa. Maana yake huu ulimwengu unaweza kukupa amani lakini ni ya muda. Ulimwengu unaweza kukupa amani lakini si ya kudumu. Leo naweza nikakutendea jambo ukanifurahia, lakini kuna siku nitakufanyia jambo ambalo hautanifurahia, kwa sababu yupo anayetoa amani ya kudumu. Huyo anayetoa amani ya kudumu ndo anasema iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Maana yake tunaishiriki asili ya Mungu kwa kuyaishi maisha matakatifu. Amen. Mengine ni matokeo ya utakatifu. Uzao ni matokeo, nyumba ni matokeo, fedha na magari ni matokeo. Amen. Sasa tunaanza kufundisha matokeo kabla ya kanuni, na ndipo kanisa linapokuwa na shida na linakuwa na watu aina fulani ambao wanajua kwamba Mungu anabariki, lakini hawajui kanuni za kubarikiwa na Mungu. Wanaweza kanajua ukitoa tu Mungu anakubariki, ni sawa, ukitoa Mungu anakubariki, lakini Mungu anataka mtu awe kama yeye. Ndio maana Biblia inasema tuivae sura ya Kristo. Kuivaa sura ya Kristo
Maana yake yale matendo ambayo yalionekana kwa Yesu, Yesu anataka ayaone kwako, kwa sababu wewe ndio unamwakilisha duniani. Amesema sisi ni mabalozi. Tunachomwakilisha ni tabia, ni mwenendo. Watu wengine wakituona waione imani yetu ni imani sahihi. Imani yetu ni imani inayofaa. Imani yetu ni imani inayopendeza. Kwa nini? Kwa sababu wanamuona Yesu yule ambaye tumembeba ndani. Amen. Na kinachosababisha wamuone ni kwa sababu tumeivaa asili yake kwa kuyaishi maisha ambayo ni matakatifu. Kwa hiyo tuliangalia kwamba ili uwe na asili ya Mungu, ili uibebe asili ya Mungu, inakupasa kuyaishi maisha ambayo ni matakatifu.